kuwa kila mtumiaji anaweza kuipata huduma hii kwa urahisi. Hii yote ni katika kukua kwa ufanisi wetu wa kuweza kutoa huduma zilizokuwa na uhakika. Serikali pia kupitia taasisi zake pamoja na wizara zake kama Wizara ya Nishati, taasisi ya ZURA, OSHA, Manispaa pamoja na taasisi nyingine ambao ni wadau wa nishati na wengine ambao sio wadau wa nishati, wamekuwa wakifanya jitihada kubwa katika kusimamia matumizi salama ya gesi. Lakini utekelezaji wa kanuni hizi hauwezi kuishia kwao. Lazima unahitaji ushirikiano wetu wa karibu na wa dhati ili kuweza kuifanya sekta hii kuwa ya uadilifu, lakini pia kuwa ni sekta bora ambayo ina usalama. Leo tuko hapa kuhimiza matumizi salama ya gesi. Wadau wengi watakuja mbele yenu hapa kutoa mafunzo tofauti ya matumizi ya gesi, pamoja na sekta za serikali zipo hapa leo kuweza kushirikiana nasi kuweza kutoa mafunzo tofauti ya matumizi ya gesi. Hii itahusu matumizi ya gesi ya majumbani, lakini vile vile katika biashara zetu. Tunakuombeni sana muwe na tabia ya kukagua mifumo yenu ya gesi, ikiwemo mifumo pamoja na vifaa vya gesi. Mnapokuwa mnatumia gesi, muwe mnakagua mara kwa mara, lakini muache pia vitendo vya kubadilisha mitungi na kuchanganya mitungi kinyume cha sheria. Wako wafanya biashara ambao wanabadilisha mitungi kinyume cha sheria. Jamani, mtungi wa Oryx unatakiwa ubadilishwe kwa mtungi wa Oryx. Mtungi wa Oges unatakiwa ubadilishwe kwa mtungi wa Oges. Kubadilisha mtungi wa Oryx kwa Oges ama kwa Taifa Gesi, hapo umefanya kitendo ambacho ni kinyume cha sheria. Kuchanganya mitungi kinyume cha kisheria pia ni kosa kisheria. Hatukatazi mtu kuuza gesi tofauti. Multi brands bado zinaruhusiwa, lakini hakikisha unazihifadhi tofauti. Unaweka keji yako ya Oryx, unaweka keji yako ya Taifa Gesi, unaweka keji yako ya Oges. Hatupendi kuona keji moja inachanganywa brand tatu za gesi. Hii inapotokea incident yoyote au inapotokea athari yoyote ya mlipuko, kitu chochote ikitokea cha hatari, huwezi kujua ni mtungi gani ambao umesababisha. Kwa ndugu wafanya biashara na wasambazaji wetu mlioko hapa, na kuhimizeni sana kuweza kuweka tamaduni hii ya usalama wa uhifadhi uliokuwa sahihi kwenye maduka yenu. Vile vile tunakumbushana wajibu wetu wa kisheria. Kila mmoja wenu aweze kukata leseni ya kufanyia biashara. ZURA wako hapa na wao nafikiri ndio ambao wamechukua jukumu la kuweza kutoa leseni. Vile vile tunakumbushana uhifadhi uliokuwa salama wa mitungi ya gesi kwenye maduka yenu. Mitungi ya gesi jamani, inahitaji uhifadhi uliokuwa mzuri, sehemu ya kutosha, sehemu ambayo ina ventilation. Tujitahidini sana sehemu ambayo inafanywa biashara ya gesi tusiweke vihatarishi, kwa sababu inapotokea jambo lolote la hatari, vile vihatarishi vinakuwa vinachochea hasa katika milipuko. Kwa hiyo tujitahidi sana katika kuweka mazingira ya uhifadhi wa mitungi yetu ya gesi yaliyokuwa salama. Lakini vile vile nyinyi wafanya biashara pamoja na wasambazaji wetu, tunakuombeni mshirikiane na sisi wadau pamoja na sekta za serikali kuweza kupeleka elimu ya matumizi salama ya gesi kwa watumiaji wetu. Pesa zako, ongeza mtaji wako, uko kwenye biashara salama. Nimesema nitajitambulisha tu ili mnijue, maana wengi wenu hamnijui, labda wale waliokuwa hapo zamani. Sasa mimi nafikiri mwaka mzima sasa hivi sikuja Pemba. Lakini hili la leo nikasema nitakuja. Vijana hawatoshi,
ili nije niwe pamoja na nyinyi. Na ndio maana sababu yangu kubwa nilipokaa pale papo nikasema sasa wenzangu, mimi hawa ndio watu wangu, nataka nipite nianze kuchokoa kidogo nipate zile changamoto, kwa sababu ninafahamu nyinyi hapo mwisho wa yote mtamsikiliza sijui mtu wa Zawema, mtamsikiliza mtu wa Fire Brigade, mtamsikiliza mtu wa Zura, mtawasikiliza wote, lakini mwisho wa yote hayo kilio chenu kinakuja. Nafikiri sijakosea hapo, ama mimi na nyinyi ndio wa kupanga hii biashara inaendeleaje, inakuaje, changamoto zake zikoje, ili tuweze kuzitatua kwa pamoja. Kwa niliwaomba kwamba huu usiwe muda wangu wa kuongea, muda wangu zaidi wa kuongea pale kwenye maswali na majibu. Kama nitakuwa na maswali ya technical, kuzima moto sijui kitokezea wenyewe wako,